Chum TV. Furaha kiganjani. Habari mtazamaji wa Chum TV online. Leo hii tupo katika shamra za mapokezi ya Mwenge. Tupo mkoa wa Kusini Unguja, wilaya ya Kusini. Na hapa tupo sehemu ya Makunduchi. Shirika la umeme Zanzibar wamekuja kuboresha miundombinu ya solar power au umeme wa jua. Hii ni Chum TV online. Mimi mtangazaji wako Zulfa Isa Suleiman. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa Kitaifa, shughuli za mradi huu zinatekelezwa na Wizara ya Maji, Nishati na Madini na nyingine pia zinatekelezwa na Shirika la Umeme Zanzibar. Gharama za shughuli zilizotekelezwa na Wizara ya Maji, Nishati na Madini ni jumla ya dola za Kimarekani milioni 10.5 ambazo ni wastani wa shilingi bilioni 27 na milioni 300. Na gharama kwa ajili ya shughuli zilizoelekezwa na shirika la ZECO ni jumla ya dola za Kimarekani milioni 131.5 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 3 milioni 419. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge, taarifa ya mradi kwa kiongozi wa mbio za Mwenge inahusu kazi zinazotekelezwa na ZECO hadi kufikia tarehe 10 Juni 2025. Kiasi cha fedha dola za Kimarekani milioni 70,989,000.92 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 184,571 milioni 402,392 zimeshatumika na kuingizwa katika fedha katika akaunti za ZECO ambazo tayari zimeshatumika kwa mradi huu. Sawa na asilimia 57.5 kiwango hicho kimetumika tangu mradi huu umeanza. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa, kwa heshima kubwa tunakuomba ushiriki nasi katika shughuli za ukaguzi wa ujenzi wa taifa pamoja nasi katika mradi huu. Asante, naomba kuwasilisha. Mwenge wa Uhuru oye! Naomba jitokezeni katika uchaguzi mkubwa mwaka 2025 kwa amani. Mheshimiwa kiongozi wa mbio za Mwenge, tumekuleta hapa kama risala ilivyoeleza. Wilaya ya Kusini tulikuwa tuna changamoto kubwa ya umeme, lakini mradi huu unakwenda kukata kiu, na kama tulivyoanza katika mradi yetu hii, tumeanza miradi ya nyumba kule, tumeingiza kwenye barabara, tumeangalia hoteli ile imekuja msingi. Huduma ya umeme ni muhimu sana. Kwa hivyo mradi huu kupitia wenzetu hawa ZECO, na manager kupongeza sana kwa kazi nzuri. Tumpie makofi manager wetu. Sasa mradi huu unakwenda kuondoa tatizo hilo la umeme, na ni mradi mkubwa unakwenda mpaka kaskazini Unguja, lakini mimi nitasema ya kwangu ya hapa ya wilaya Kusini. Lakini pamoja na hayo, MC Kimea amesema kama si umbea tutatoa majiko 100 hapa ili kutumia nishati safi na nishati mbadala, kuondokana na yale mambo ambayo Mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Tanzania amekuwa akisema kila kati. Baada kusema hayo, ni kuombe sasa tukachague eneo ambalo tufanye kazi ya kujitolea hapa, na wewe ni wa mwanzo katika mradi huu, unakwenda kuchimba msingi katika eneo lile, na baadaye kukuridhisha tuje tuwakabidhi hapa. Najua mradi huu na kwa thamani ya pesa hii, Mheshimiwa kiongozi, na kuomba karibu katika shughuli. La pili, na washukuru kwa kukubali kupokea mradi mkubwa ambao unaenda kuondosha changamoto ya swala zima la umeme ndani ya taifa letu. Ndugu zangu wana kijini, leo hii mmepata bahati kubwa sana. Nathubutu kusema mmepata bahati kubwa kwa sababu moja kati ya maendeleo makubwa yanaendelea kufanyika ndani ya wilaya hii ya Kusini, na nyinyi leo hii mmeletewa mradi huu wa miundombinu ya umeme ambao wenzetu hawa wakishirikiana na mkurugenzi na meneja mkuu wa ZECO kwa kweli wameuleta ndani ya wilaya hii, na naamini utaenda kutoa fursa nyingi za ajira ndani ya maeneo haya. Lakini pia kabla haujaenda kutoa fursa zile za kudumu za ajira, leo hii tumeshapata fursa za muda mfupi ambazo hapa ujenzi huu utahitaji watu ambao wataishi katika eneo hili kuweza kufanya kazi mbalimbali katika maeneo haya. Kwa kweli nakushukuru sana meneja wetu mkuu wa ZECO kwa kazi nzuri ambayo umeifanya katika eneo hili. Lakini kipekee niendelee kukupongeza Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya na kamati yako ya usalama ya wilaya, kwa sababu leo hii tangia tunaanza kukimbiza Mwenge wa Uhuru ndani ya wilaya hii, ukiwa umeupokea mwenge huu kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kusini, kwa kweli mmeendelea kufanya kazi nzuri, na sisi wakimbiza Mwenge wa Uhuru kwa kweli tumeridhishwa na miradi yenu ambayo mpaka leo hii tumekuja kujionea katika eneo hili. Naomba tupige makofi mengi sana.
Ndugu zangu wana Kijini, Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi wakati anawahutubia wananchi ndani ya uwanja wa Amani kwa mara ya kwanza kuwa rais wa Zanzibar, moja kati ya mambo ambayo aliahidi wananchi wa taifa hili, kwa maana wananchi wa eneo hili la Kijini na jimbo hili la Makunduchi, ni kuhakikisha ataboresha miundombinu ndani ya wilaya hii ya Kusini. Na leo hii mnajionea hayo kwa vitendo bila kuhadisiwa na mtu aina yoyote. Leo hii mradi huu kama alivyotuelezea meneja wetu pale wakati anasoma taarifa yake, lakini pia wakati anatuonesha kwenye layout pale, kwa kweli leo hii wana Kusini tunaenda kuondosha changamoto ya umeme, na naamini mradi huu utakapokamilika kwa kweli tutasahau kabisa juu ya swala zima la kuzima umeme katika maeneo yetu. Jambo ambalo leo hili litamfanya Daktari Hussein Ali Mwinyi kuhakikisha kuendelea kujinadi, lakini pia kuhakikisha kusema kwamba yeye ametekeleza kwa vitendo, akishirikiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli wana wilaya hii ya Kusini imepata bahati nzuri. Lakini pia naendelee kuwapongeza sana viongozi wetu wakiongozwa na mkurugenzi pamoja na waheshimiwa madiwani, na wao kuridhia miradi hii kuendelea kufanyika ndani ya wilaya yetu hii, kwa sababu na wao wana jukumu la kusimamia maeneo yetu, lakini na wao wamekubali kushirikiana na viongozi wakuu kwa maana Daktari Hussein Ali Mwinyi pamoja na Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kuimarisha miundombinu hii ya umeme. Naamini leo hii Mwenge wa Uhuru umejionea matumaini, Mwenge wa Uhuru utaacha upendo, lakini pia Mwenge wa Uhuru utaendelea kuweka heshima. Na ndio maana viongozi hawa wameona ipo haja kuleta Mwenge wa Uhuru juu ya utekelezaji wa mradi huu.